Jeshi la polisi kwenye mkoa wetu wa Rukwa tunawashikilia watuhumiwa 25 ambao tumewakamata kuhusiana na tuhuma za kuhusika kwenye tukio la mauaji ya Henry Shubati Muyuwanga ana miaka 50. Huyu ni mwalimu wa shule ya msingi Wema iliyoko mkoa wa Songwe. Tukio hili la mauaji limetokea jana kwa maana ya tarehe 4 mwezi Aprili mwaka 2026 majira ya saa 2:30 za usiku katika kijiji cha Kiliamatundu wilaya Sumbawanga. Huyu mwalimu ambaye kwa sasa ni marehemu alifika kijijini hapo siku hiyo akitokea Mlowo huko Songwe akiwa na lengo la kuuza sabuni za maji ambazo anajitengenezea mwenyewe, na kwamba biashara hiyo ya kuuza sabuni za maji amekuwa akiifanya mara kwa mara kijijini hapo anapokuwa na muda wa kufanya hivyo. Chanzo cha tukio hili kilitokana na kutokukubaliana bei ya kuuza au kununua sabuni kati ya mwalimu, yani mwalimu ambaye ni marehemu sasa, na kijana mmoja anayeuza duka kijijini hapo ambaye anaitwa Clement Simchimba. Huyu amekimbia au ametoroka, tunaendelea kumtafuta. Kufuatia hali hiyo, kijana huyo aliamua kufanya kitendo kiovu kabisa cha kupiga kelele huku akimtuhumu yule mwalimu kwamba amemshika begani na kwamba sehemu zake nyeti zimepotea. Basi kutokana na kelele za kijana huyo, wananchi walikusanyika na kuanza kumshambulia mwalimu kwa kumpiga kutumia mawe na alipopoteza maisha walichoma mwili wake kwa moto. Lakini jeshi la polisi nimesema tumewakamata hao watuhumiwa 25. Pamoja na kukamatwa kwao, msako bado mkali unaendelea ili kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika kumshambulia mwalimu tunawakamata na kuwafikisha kwenye vyombo vingine vya kisheria. Jeshi la polisi tunatoa onyo kali kwa vitendo hivi vya kujichukulia sheria mkononi, kwani mbali tuna kwamba ni kinyume cha sheria, lakini vinaleta madhara makubwa kwa jamii, ikiwemo watu kupoteza maisha, hasa wasio na hatia. Mfano huyu mwalimu sasa amepoteza maisha yake kutokana tu na kubishania bei, alafu baadaye akasingiziwa kwamba nyeti zimepotea au ameiba nyeti. Tunahimiza wananchi kupuuza na kutoeneza taarifa hizi za uzushi zinazochochea hofu na taharuki kwenye jamii, kwani zinaleta madhara makubwa sana, hususan zile zinazohusiana na madai ya wizi wa viungo nyeti vya binadamu kwa njia hizi za kishirikina. Jeshi la polisi tunaendelea kusisitiza wananchi waendelee kutupa taarifa na tuendelee kuwa na ushirikiano nao. Taarifa watupatie kwa wakati tuweze kuzifanyia kazi kwa lengo la kudumisha amani na usalama katika jamii na katika mkoa wetu.